Ni siku nyingine tena hapa Gift Online TV tunakutana katika kuzungumza habari mbalimbali za kijamii, za kimichezo na za kiburudani. Na mimi siku hii leo nimeamua kuchagua kuzungumza habari za kiburudani. Ni baada ya miaka 6 ya uhusiano uliogubikwa na furaha, migogoro, kuachana na kurudiana, hatimaye msanii wa WCB Wasafi Zuchu ametangaza kuachana na mumewe Diamond Platinum, huku wawili hao wakiendelea na mchakato wa talaka. Tangazo hilo lilitolewa Julai 12, 2026 katika ukurasa wake Instagram. Zuchu amesema umefika wakati wa kujichagua mwenyewe, kuanza kupona na kuelekeza nguvu zake kwenye afya pamoja na kazi zake. Mimi na aliyekuwa mwenzangu, we are now separated and going through divorce after 6 years of being together. I have finally decided to choose myself. Hayo ni maneno ya kwake Zuchu ambayo ameweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram. Kauli hiyo imeibua maswali mengi kutoka kwa mashabiki waliokuwa wakiamini wawili hao walikuwa wamefanikiwa kuvuka changamoto nyingi zilizowahi kuikumba ndoa yao. Madai yanayotajwa, taarifa ambazo zimepatikana hapa Gift Online TV ni kutoka kwa watu wa karibu na wawili hao. Zinaelezwa miongoni mwa mambo yanayotajwa ndani ya migogoro huo ni changamoto kutokuwa na uaminifu katika ndoa. Ingawa madai hayo yamekuwa yakizungumzwa na watu wa karibu pamoja na mashabiki kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia Gift Online TV ameweza kuthibitisha kutoka kwa Diamond Platinum wala Zuchu hadi wakati wa makala haya hayajaandikwa kuhusiana na yeye. Lakini katika nyakati tofauti za uhusiano wao, Zuchu mwenyewe aliwahi kuandika katika akaunti zake za mitandao ya kijamii akilalamika kila alichodai ni usaliti, huku pia akizungumzia maumivu aliyokuwa nayo akiyapitia ndani ya uhusiano wao. Kauli hizo ziliibua mjadala mkubwa na kufanya mashabiki wengi kuamini swala la uaminifu lilikuwa miongoni mwa changamoto zilizokuwa zikisumbua uhusiano huo. Pia sababu nyingine inadaiwa familia ya Diamond Platinum kutokuwa na upendo mkubwa na Zuchu na kuwapa nafasi kubwa baadhi ya wanawake ambao Diamond aliwahi kujihusisha nao kimapenzi. Pia imedaiwa kuwa Zuchu na Diamond waliachana muda kidogo kabla ya sherehe ya mama Diamond, Bi Sandra, kisa usaliti wa Diamond, na ndiyo maana siku ya tukio la sherehe Diamond alikuwa anajiachia sana na maex bila hata kuhofia kama ana mke. Safari ilivyoanza kwa tetesi za WCB ni Zuchu alijiunga na WCB Wasafi mwaka 2020, hatua ilomfanya kuwa msanii wa pili wa kike kusajili chini ya lebo hiyo. Muda mfupi baadaye alianza tetesi za ukaribu wake na Diamond Platinum, ingawa kwa muda mrefu walikanusha kuwa wapenzi. Picha, video na safari walizokuwa wakifanya pamoja ziliendelea kufanya mashabiki kuamini kulikuwa na zaidi ya uhusiano wa kikazi. Baada ya miezi kadhaa ya mjadala, wawili hao baadaye waliweka wazi kuwa walikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi, jambo lililowafurahisha mashabiki wao, huku waliacha wengine wakisubiri kuona kama safari hiyo ingefika kwenye tukio ambalo ni lizuri zaidi. Lakini kauli ya Zuchu zilizowahi kuzua mjadala ni katika kipindi chote cha uhusiano wao, Zuchu aliwahi kuchapisha ujumbe mbalimbali Instagram na kuzungumza changamoto za uhusiano katika mahojiano tofauti. Baadhi ya ujumbe zake zilitafsiriwa na mashabiki, zilikuwa zikieleza maumivu aliyokuwa akiyapitia ndani ya uhusiano wao. Wakati mwingine aliandika akidokeza alikuwa akiumizwa na mambo yaliyokuwa yakitokea kwenye maisha yake ya kimapenzi, huku mashabiki wengi wakihusisha kauli hizo na madai ya usaliti. Sasa hii ni Gift Online TV, endelea kufuatilia ili uweze kufahamu talaka hiyo inatolewa ama vipi, ama watarudiana kama ilivyo desturi ya kwao. Hii ni Gift Online TV, baki salama.